Hamjambo? Nimefurahi na ninawashukuru sana kwa kuendelea kuja kuungana nami kwa kujifunza masomo haya ya uwakili yaliyoko ndani ya mada yetu ya kujikita katika neno na kulenga katika utume wake. Bwana asifiwe. Ninamtukuza Mungu tena siku ya leo kwamba mmekuja. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Jamani, mbarikiwe sana. Siku ya jana tuliangalia vipaumbele vya kwanza ambavyo Mungu amempatia mwanadamu, na tuliona ya kwamba Mungu amempa mwanadamu kila anachohitaji. Amempa talanta, amempatia opportunities ambazo kila mtu anazo, lakini pia amempatia wakati. Bwana asifiwe. Na akahimiza ya kwamba lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu, ya kwamba hakuna maarifa wala hekima wala shauri kwa kuzimu waendako watu. Kwa hiyo ukiwa hai, Mungu anataka ufanye kazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Anataka ufanye kazi, na kwa kuwa anataka ufanye kazi, alitueleza ya kwamba asiyefanya kazi na asile. Na tulikuwa katika kipengele cha kujibu hoja. Yuko hivi kweli kuna mtu ambaye anaweza akakosa cha kumtolea Mungu? Halo? Ndiye ilikuwa hoja yetu kubwa, na tulikubaliana ya kwamba hayupo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametoa kwa mtu kila kitu. Amekupa nguvu, amekupatia akili, amekupatia fursa. Bwana asifiwe. Amekupatia uwezo, talanta zilizoko ndani yako ambazo ukizitumia unazalisha. Na tulisoma vizuri, Biblia inasema katika kila kazi ambayo anafanya mwanadamu kuna faida. Bwana asifiwe. Kwa hiyo afanyaye kazi kwa uaminifu, neno linasema atapata baraka tele. Kwa hiyo tulitiwa moyo ya kwamba lazima tufanye kazi, ila tukapewa onyo na karamu ya uvuvio ya kwamba unapofanya kazi usifanye kazi kwa mashindano. Haleluya. Bali fanya kazi kama wajibu. Na tukapewa onyo, sababu ya kwa nini mwanadamu yupo aliyefanikiwa na mwingine hajafanikiwa. Tuliambiwa ni fumbo, itabaki kuwa fumbo hadi umilele kwa mwanadamu. Lakini tukaambiwa wewe uliyefanikiwa leo, usijivune. Bwana asifiwe. Usijivune kumuona mwenzako kwamba bado hajafanikiwa. Wewe kutangulia kufanikiwa si kwamba labda ni bora sana, au labda pengine Mungu amekupendelea sana. Hapana, isipokuwa kuna jambo ambalo Bwana anataka ulitende. Haleluya. Lipo ambalo Mungu anataka ulitende, na tukaona kwamba kwa sababu hiyo kuwa mnyenyekevu, na Mungu anapohitaji kukutumia kwa mali alizokupatia, uwajibike. Bwana asifiwe. Uwajibike bila kushurutishwa. Wajibika. Anaposema fanya hivi, fanya, maana amekubariki kwa kusudi. Lakini hata yule ambaye bado hajapata kila anachohitaji leo, umefanya kazi lakini bado hujapata kila ambacho ulikusudia upate katika maisha yako, turitiwa moyo kwamba tusikate tamaa, maana katika kila kazi kuna faida. Bwana asifiwe. Kwa kufanya kazi, Biblia inasema Mungu atabariki kazi za mikono yetu. Haleluya kanisa. Atabariki. Na siku ya leo ninawashukuru kwa kuja katika siku hii ya leo, ambapo tutaenda kuangalia sayansi ya uwakili, ili tuanze kujibu kwa nini hasa tunatoa. Bwana asifiwe. Sayansi ya uwakili hasa ni nini? Basi ninawaalika tuweze kusimama na kisha tupate ombi. Tusimame tu kisha tupate ombi. Baba mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru tena siku ya leo kwa kuwa imekupendeza tuje tusikie sauti yako katika masomo haya. Tunaomba uzungumze na mioyo yetu tena kwa njia ya Roho Mtakatifu, na utusaidie kuitikia kwa kutenda vyema
Kwa maana tumeomba hayo kwa jina la Yesu Kristo mwombezi wetu. Amen. Ukisoma Biblia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 3 katika fungu la 15, alafu kisha ukasoma fungu la 21, 22, 23 hadi 24, linaonyesha vizuri. Katika sura ya 3 fungu lile la 15, neno linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kauli hii aliyeambiwa si mwanadamu. Kauli hii anayeambiwa nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, anayeambiwa kauli hii ni nyoka. Haleluya, au shetani. Bwana asifiwe. Haleluya. Jamani, mbona mnakata moto na ndo tuko day 3? Mnakata moto mapema hivyo. Anayeambiwa hii kauli kwamba nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke ni shetani, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika aya hizi za Biblia zinazungumza habari za mzao ajaye. Haleluya kanisa. Habari za mzao. Lakini ukisoma katika fungu la 21 katika Mwanzo sura ya 3, neno linasema, Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akamvika. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huku na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Mungu anapowatoa katika bustani ya Eden, moja, anawatoa akiwa amewahakikishia mambo yafuatayo. La kwanza, aliwavisha kwanza ngozi. Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Aliwavisha ngozi ya mnyama, na Mungu ndiye wa kwanza kuchinja. Usiniulize alichinjaje, kwa sababu Biblia inaniambia kama aliwavisha ngozi ya mnyama, maana yake ni damu alimwaga. Bwana asifiwe. Haleluya. Alimwaga damu. Ila usiniulize kwamba alichinja vipi. Ila ninachojua ni kwamba kwa kuwa ngozi ni ya mnyama, na hatuwezi pata ngozi ya mnyama bila kumwaga damu. Ili tupate ngozi ya mnyama ni lazima tumwage damu, ni lazima tuchinje kisha tuichune. Kwa hiyo wa kwanza aliyechinja kutoa kafara mwenyewe ni Mungu wa mbinguni. Sema amina. Akawavika, na anapowavika ile ngozi, vinasema akawatoa ndani ya bustani ya Eden. Na unajua Adamu hakutaka kutoka, ndio maana Biblia inasema, moja, aliposema tu kwamba tazama huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, basi asije akanyosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi. Kwa mwingine Mungu asingemzuia kula ule mti wa matunda ya uzima, asingemzuia. Lakini kwa kuwa Mungu alikuwa anataka tusiishi tukiwa na changamoto, asiishi Adamu na uzao wake akiwa na challenge nyingi. Hebu fikiria leo kama Mungu asingemtoa katika ile bustani ya Eden, yani tungeishi milele bila kufa, lakini magonjwa yapo, yani zile shida tunazopitia zipo na hazikomi. Yani utaishi katika challenge ambazo hazina mwisho. Maisha yangekuwa marahisi? Ninawauliza, yangekuwa mazuri? Kwa hiyo Mungu akamtoa. Habari njema, anapomtoa katika bustani ya Eden, anamtoa akiwa amemvisha ngozi. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasema wao walitengeneza mavazi. Mavazi gani? Ya majani, ya matendo yao.
wanajivika haki. Mungu akasema hapana, hamuwezi kujivika, kubarini ni wavike vazi, haleluya, la haki yangu, na anapowatoa anawatoa akiwa amewahesabia haki. Halafu anawaeleza, ninawatoa katika bustani ya Eden, lakini mtarudi. Bwana sifiwe. Halo, watafanyaje? Watarudi. Ila wanarudi vipi? Anawaeleza, mtarudi katika mpango ambao mimi nimeuweka. Nimewatoa katika bustani ya Eden, na anawaambia, kwa kuwa vita hii kati ya shetani na mimi, ninyi inawahusu, lakini si vita yenu. Vita hii nitapigana mimi na joka, ila ninapopigana na joka ninyi mtakuwa nje, haleluya, ili baada ya mapambano niwarudishe ndani ya bustani, haleluya. Kwa akawatoa, amewavisha ngozi, ila hawakutaka. Naona Biblia inasema katika fungu lile la 23, kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa. Unajua kuna tofauti ya kumwambia anaomba utoke na kumtoa. Alimtoa kwa nguvu, kisha akasema Bwana Mungu akamfukuza. Halo, maana anamwambia Adamu, ili mambo yaende sawa sawa, acha nipigane vita hii, lakini wewe ukiwa huko ndani, maana nimeshaona ukiwa huko ndani utaweza kunyosha mkono wako, utakula tunda la mti wa uzima. Sasa ili usile ukaleta balaa, toka, ila nakutoa, kisha utarudi baada ya pambano. Haleluya, haleluya kanisa. Sasa kwa nini anamtoa? Na Biblia inasema ule mti wa uzima Mungu aliulinda, na alilinda maeneo haya. Moja, aliweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, akaweka na upanga wa moto uliogeuka huku na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Kwa maana nyingine, Mungu alikuwa anajua kwamba nisipoweka ulinzi, Adamu lazima tarudi. Kwa akatolewa nje ya lango, na katika nje ya lango anapotolewa ndani ya bustani ya Eden, Mungu akaweka ulinzi. Bwana sifiwe, ili asaidike asirudi akala matunda ya mti wa uzima akaishi milele bila kufa. Mungu akaweka ulinzi, na habari njema ni hii, anaweka ulinzi, lakini akiwa amewahakikishia kurudi ndani ya bustani, ila kupitia mpango ambaye yeye mwenyewe ameuweka. Bwana sifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya. Yes. Sasa walipotolewa ndani ya bustani ya Eden, waliambiwa, huyu ambaye nimewavisha ngozi yake mbadala, maana yake ni damu iliyomwagika, na kwa kuwa damu imemwagika, ninyi kubarini mpango wangu. Na neno linasema vizuri, hawa jamaa walipotoka nje ya bustani ya Eden, walipotoka nje ya bustani ya Eden, Mungu akiwa ameeleza jinsi watakavyorudi, waliendelea kumwabudu Mungu wa mbinguni. Walijenga madhabahu kwenye lango la kuingilia katika bustani ya Eden. Waliendelea kuabudu. Haleluya. Walijenga madhabahu nje ya lango ya bustani ya Eden kuelekea mti wa uzima, lakini hawakuruhusiwa, maana Mungu ameweka ulinzi ili wasiingie. Ila waliabudu, na wanapoabudu kwenye lango la bustani ya Eden, wanapoabudu wanawasimulia vijana wao wawili, Kaini na Habili. Wakawaambia, tulitoka ndani ya bustani ya Eden, Mungu alitutoa kwa sababu tulikula kile alichosema tusile. Halo, kaza macho niangalie. Wakaelezwa wale vijana wawili ya kwamba tulikuwa ndani ya bustani ya Eden, lakini Mungu alitutoa. Halo, ila alitutoa kwa sababu tulikula kile alichosema tusile. Kwa maana ni kwamba
ikiwa kuna yeyote anayekula chochote ambacho Mungu alisema kisiliwe, atatolewa nje ya bustani ya nini? Na usijizime dada. Maana ya Eden ni the presence of God. Ndio tafsiri sahihi. Kwa yeyote anayekula kile ambacho Mungu amesema asile, atatolewa. Adamu akawasimulia, lakini akawaambia pamoja kwamba tulitolewa, Mungu alituvisha mavazi na akasema tutarudi ndani ya bustani hii kwa kufuata mpango alioweka. Upi? Wakajenga madhabahu, wakaendelea kutoa kafara. Bwana asifiwe. Naendelea kuja kwa sababu nitakuonyesha kwa nini madhabahu ilijengwa nje ya bustani ya Eden na kwa nini kafara ikatolewa juu ya madhabahu nje ya bustani ya Eden. Bwana asifiwe. Wewe endelea kuja tu, nitakuonyesha ili ujue kwamba Mungu hatembei kwa bahati mbaya. Bwana asifiwe. Wakajenga madhabahu, wakaendelea kutoa, na neno linasema vizuri kabisa ya kwamba ile madhabahu walioijenga nje ya bustani ya Eden, waliendelea kuabudu. Wale vijana nao wakafundisha ibada wakiangalia ule mti wa uzima. Ila wanaambiwa huo mti hatuwezi kula, maana tukila tutaishi. Na Mungu alizuia, ameweka ulinzi. Kwa hiyo ile bustani ya Eden waliendelea kuiangalia wale vijana wawili wa kwanza wa Adam na Hawa hadi kabla ya gharika. Bustani ya Eden, uzao wote wa Adamu na ukoo wa Adamu kuanzia Adamu hadi Nuhu waliabudu kwenye lango la kuelekea bustani ya Eden kwa kutoa kafara, na wanapofanya ibada wanaabudu wakiangalia bustani ya Eden na wanaabudu wakiona mti wa uzima, ila hawawezi kwenda kula wala kuingia kwa sababu ile bustani ya Eden ilidumu miaka mingi tu hadi gharika ilipokuja. Roho ya nabii nasema, kitabu cha Ellen White anazungumza vizuri, wale wenye kitabu cha Wazee na Manabii cha Kiswahili au Patriarchs and the Prophet kinasema vizuri kabisa kwamba kabla ya gharika Mungu alichukua bustani ya Eden akaondoka nayo ili sigarikishwe, maana kilichogarikishwa ni kazi ya mikono ya wanadamu, ila kazi yake igarikishwe. Na hata hivyo usishangae, usishangae tunaposoma ile Ufunuo, kisha nikaona Yerusalemu mpya ikishuka kutoka wapi? Mbinguni. Usishangae ikawa ni ile bustani ya Eden. Kwani unaijua wewe? Unaifahamu? Hatuijui pastor. Maana alichukua, usiniulize aliiweka wapi, ila Biblia inasema na Roho ya nabii inasema alichukua akaipeleka. Ila waliendelea kutazama. Walipoendelea kutazama, wakati wanaendelea kujifunza, vijana wale wawili wakaambiwa Mungu alisema tutoe kwa namna ambavyo ameeleza, tujenge madhabahu na juu ya madhabahu tutoe kafara. Kwa nini? Wakaambiwa hiyo kafara inamrenga mzao ajaye, na mzao ajaye ni mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya. Kwa wakaelezwa ya kwamba wanangu, mnapoendelea kwa watu wazima, njoni mtoe ibada, na katika ibada wekeni kafara, na katika kafara hizo mnazoweka wekeni kafara zenye damu. Bwana asifiwe. Kwa nini? Maana kafara hizo zinamwakilisha mwana kondoo atakayekuja afe msalabani ili sisi kwa haki yake turudi katika bustani ya Edeni. Haleluya. Sasa baada ya hapo, ukisoma vizuri Biblia yako, baada ya Adam na Hawa kuwa wameanguka, Biblia inaanza kufunua tabia halisi ya ibada kwa vijana wao wawili. Hautaiona kwa Adam na Hawa japo waliabudu, ila tabia ya kwanza ya ibada katika Biblia baada ya anguko haifunuri kwa Adam na Hawa,
ila inafunuliwa kwa Kaini na Habili. Tuko sawa sawa? Halo, tuko sawa sawa? Inafunuliwa kwa Kaini na Habili, ambao Biblia inasema vizuri ya kwamba hawa jamaa Adam na Hawa walipozaa mtoto wa kwanza wakamwita jina lake Kaini. Kaini ni jina ambalo linamaanisha mbeba ahadi. Kwa hiyo wao wakidhani kwamba ile ahadi ya mzao walioambiwa na Mungu ya kwamba atakuja mzao atakayeponda kichwa cha nyoka, wakadhani ya kwamba ni mapema sana. Ndio maana walipozaa mtoto wa kwanza wa kiume wakamuita Kaini, maana yake mbeba ahadi, wakidhani ya kwamba Kaini ndiye atakayeponda kichwa nani? Joka. Wao hakuangalia kwamba ni mbali sana kuja, waliona kama ni mapema sana kuja. Na walipomzaa mtoto Kaini wa kwanza akaitwa Kaini. Kaini ni mbeba ahadi. Na wa pili walipomzaa wakamwita Habili. Habili ni jina ambalo halina maana yoyote. Halina maana, yani halina maana yoyote. Habili haina maana. Ila Kaini ni mbeba ahadi. Japo leo wakina Kaini ni wachache sana. Halo? Kwani kwenye hili kanisa mna hata mmoja anaitwa Kaini? Halo, washiriki? Kwenye hili kanisa kuna mshiriki mwenzetu anaitwa Kaini? Hayupo. Ndugu wanateka tu tunajua. Lakini wakina Habili si wamo? Habili si yumo? Wapo. Mimi tangu nimekuwa mtu mzima nimemuona tu mtu mmoja anaitwa Kaini. Huyu hadi hapa nilipo nimesikia na nikaona huyu bwana anaitwa Kaini. Lakini Kaini ni jina zuri, wala asifiwe. Ni jina zuri mno. Muite Kaini tu, wala haina shida. Usiweze kurifaa huko kwamba nikimuita Kaini alifanya vibaya, atafanya hivi. Amna, neema ya Yesu Kristo sasa hivi inatutosha. Haleluya. Ukiwa na jina baya haijalishi. Lakini kwa kuwa Yesu amelipa bei, sisi wote haijalishi mwenye jina zuri na mwenye jina baya, neema inatufikia wote. Haleluya. Na hata hivyo Kaini ana jina zuri, imebeba ahadi, anatenda vibaya. Abeli mwenye jina baya ndiye anatenda vizuri. Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Kwa hiyo hawa mmoja akawa na jina zuri na mwingine jina baya. Na Biblia inasema hivi, Kaini na Habili walienda kuabudu wote, maana ilikuwa ni desturi. Haleluya. Imefunuliwa katika Mwanzo sura ya 4. Wote wakaenda kuabudu. Kila mmoja akajenga madhabahu yake, maana juu ya madhabahu ndipo walipotolea kafara au sadaka. Haleluya kanisa. Walijenga madhabahu. Lakini si madhabahu tu. Kila mtu alitoa sadaka. Halo. Alitoa nini? Moja, walienda kuabudu wote. Namba 2, wote wakajenga madhabahu. Namba 3, wote wakatoa nini? Sadaka. Mmoja alitoa sadaka mzaliwa wa kwanza, na mwingine alileta sadaka ya mazao. Na si kwamba hawajui, wameelekezwa na wazazi. Halo, baba na mama wamekomaa kuwaeleza namna ya kutoa. Kisha Biblia inasema Habili Bwana alimtakabari na sadaka yake. Fungu la 3 la Mwanzo sura ya 4. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabari Habili na sadaka yake. Haleluya. Haleluya. Wakati tunasoma ya kwamba Habili alikuwa ni mchungaji wa mifugo, lakini Kaini akiwa ni mkulima. Uwe makini, kwa sababu Mungu hawezi dai kile ambacho hajakupa. Halo, narudia, Mungu hawezi dai kile ambacho hajakupa. Kwa hiyo wakati Kaini ni mkulima, usidhani ya kwamba alikuwa hana mifugo. Halo, mnanielewa kweli?
Usidhani ya kwamba alikuwa hana mifugo. Kama angekuwa hana mifugo, Mungu asingemwambia tenda vyema. Maana yake alikuwa navyo, ila akajizima data. Ndugu yake Habili akatoa kama alivyofundishwa, na Biblia inasema kwamba baada ya kutoa kama alivyoelekezwa, neno linasema vizuri ya kwamba moto ulishuka juu ya madhabahu. Alo, si ndio? Kwa maana nyingine amebofya rinki ambayo ni sahihi. Haleluya kanisa. Amnisikii? Amen. Narudia, Habili alipotoa kama alivyoelekezwa na wazazi, moto ulishuka juu ya madhabahu kama tangazo kwamba Habili, moyo wako, kafara uliotoa imekubaliwa. Na kipindi kile Mungu anaramba kwa moto. Bwana asifiwe. Ila Kaini, moto wake katika madhabahu yake hakuna chochote kilichofanyika. Kwa nini? Amekosea. Lakini Mungu akashusha moto. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba kabla ya kukubaliwa kwa sadaka ya mtu anayetoa, cha kwanza kinachokubaliwa ni moyo wa mtoaji. Halo, narudia, kabla ya sadaka yako kukubaliwa wewe, wa kwanza anayekubaliwa ni mtoaji. Bwana asifiwe. Ndio maana Biblia inasema Bwana akamtakabari Habili na sadaka yake. Kwa nini? Moyo wake umebofya sehemu sahihi. Na ndio maana baada ya kuwa amebofya mahala sahihi, akaleta kilichokamilika. Bwana asifiwe. Kwa maana nyingine, hata kama ungetoa kwa namna yoyote moja, kama haujatoa vile ambavyo Mungu ameelekeza, utakataliwa wewe, na kisha sadaka yako haitakubaliwa. Kaza macho niangalie. Nimekwambia wiki hii uje ili nikuonyeshe kwamba Mungu hafanyi bahati mbaya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hafanyi bahati mbaya. Kabla ya sadaka yako kukubaliwa wewe, ni wewe kwanza unayetoa ukubaliwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu sadaka haiji kupima au kutakasa madhabahu. Kinachotakasa ni madhabahu kuitakasa sadaka. Haleluya. Na Yesu alisema vizuri kwenye Mathayo 23 fungu la 19. Anasema, vipofu ninyi, maana ni ipi iliyo kubwa, ile sadaka au ile madhabahu uitakasayo sadaka? Wanini, madhabahu ndiyo inayopima mtoaji, na madhabahu ndiyo inayompima yeye aliyetoa na sadaka iliyoletwa. Haleluya. Unapokuja juu ya kutoa kwa Bwana, hakikisha kwanza umefuata maelekezo alivyokueleza. Na kwa kuwa utafuata alivyoeleza, utatenda vyema. Bwana asifiwe. Utatenda vizuri. Mathayo 5 fungu la 23 na 24 anasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Kwa hiyo hata unapotoa sadaka na huku una mtu hamjapatana, madhabahu ikikupima inakukataa. Halo, narudia, hata kama ungeleta sadaka na kuna mtu hampatani, madhabahu ikikupima inaona una kasoro. Na kwa kuwa una kasoro, neno linasema rudi kwanza upatane na ndugu yako, kisha ulete sadaka madhabahuni. Haleluya. Kwa sababu ndiyo inakutaka wewe uitoe kwanza ukiwa umekamilika.
Namba 2, uitoe ukiwa kabisa, si kukamilika tu. Unapoileta uhakikishe huna dosari na mtu yoyote. Neno la Bwana nasema vizuri, Kaini alipoleta ya kwake, kwa kuwa alikuwa hajakamilika mbele za Bwana, moyo wake hajaweka mbele za Bwana, kwa kuwa alitenda vile ambavyo Bwana hajaamuru. Biblia inasema Baba Mungu akamkataa, na kwa kuwa alimkataa akakataliwa yeye na sadaka yake ikakataliwa. Haleluya! Ila Habili ambaye alitenda kama alivyoelekezwa, alipopanda juu ya madhabahu ikampima, akakubaliwa. Na alipokubaliwa yeye, hata sadaka aliyoitoa ikakubaliwa. Baadaye Mungu kwa kuwa anafuatilia, akamweleza Kaini katika fungu lile la 15, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, fungu la 6, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Na ukisoma hayo mafungu, fungu la 5 na la 6 la Mwanzo sura ya 4, ukiyasoma vizuri, hilo neno kughadhibika, kwa nini Mungu anapouliza kwa nini uso wako umekunjamana, ukisoma vizuri, si uso kama unaojua wewe, si face. Hata Biblia Kiingereza kama ulionayo imeandika sahihi, haijaandika neno face. Halo, naongea na watu kweli? Imeandika neno face. Imetumia neno gani? Imetumia neno gani? Countenance. Countenance inatokana na neno count. Kucount maana yake ni kuhesabu. Anamwambia Kaini, kwa nini umekataa mpango nilioweka mimi? Kaini, kwa nini umeghadhibika eti kwa sababu mwenzako amekubaliwa? Kisha akamuuliza Kaini, mbona uso wako umekunjamana? Wewe unamwambia Kaini, nikiangalia siku zako za mbeleni zimeanguka. Kaini, nikiangalia siku zako zijazo hazina matumaini. Kaini, nikiangalia kwa kuwa umekataa mpango nilionao kwa ajili yako, Kaini, siku zako za mbele zimeanguka, hazina wokovu. Kisha akamwambia, tenda vyema. Haleluya! Akatoa wito, akamwambia Kaini, kama ukitenda vyema utapata nini? Kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko mlangoni mwako, nayo ya kutamani, walakini ya kupasa uishinde wewe. Haleluya! Haleluya kanisa. Na unajua kuishinda ni kufanyaje? Ni kutenda vyema. Na kutenda vyema ni kufanyaje? Ni kuleta sadaka kama alivyoagiza. Bwana asifiwe. Kwa nini nalete kama alivyoagiza? Kwa sababu inamlenga mzao ajaye. Hata sisi wiki hii Mungu anataka tutende vyema. Bwana asifiwe. Haleluya. Usipotenda vyema, anasema dhambi iko, si kwamba rehema. Kwa amesema usipotenda vyema kuna rehema? Ninawauliza washiriki, amesema usipotenda vyema kuna rehema? Si ninawauliza, neno limesema usipotenda vyema kuna rehema? Amesema hivi, usipotenda vyema dhambi iko, sio rehema iko. Anasema usipotenda vyema dhambi iko mlangoni. 1 na 2 anasema nayo ya kutamani. 2, 3 anasema tena iko mlangoni mwako. Kisha anasema lakini ishinde nini? Dhambi. Na unaishindaje Kaini? Tenda vyema. Leta kama nilivyoagiza, leta sadaka niliyoelekeza, leta juu ya madhabahu kama ulivyofundishwa. Haleluya. Na anamwambia ukitenda vyema Kaini utapata kibali, utakubaliwa. Bwana asifiwe. Ngoja niwaeleze
niwaeleze vizuri washiriki mlioko hapa. Najua kabisa ninafahamu hatuelewi mahala pambano lilipo leo. Wengi ndio maana tunatoa zaka, ila sadaka tunasema tuna bargain na Mungu kwamba hiki nilichopewa nitatoa ninavyotaka. Wewe Mungu anasema hivi, tenda vyema. Haleluya. Hata mgome kusema amina. Ndivyo neno linavyosema. Mungu anajua kabisa kwamba watoto wangu hawajui. Anajua kabisa kwamba watoto wangu hawaelewi. Lakini kwa kuwa tunaelewa kuanzia leo, Mungu anasema tenda vyema. Haleluya. Na ukiangalia neno anasema toa, usipotenda vyema anasema dhambi iko mlangoni. Limeandikwa kwa Kiebrania inaitwa hatat. Hatat inamaanisha the offering of sin. Anamwambia Kaini, toa, huyo unayemtoa ndiye mbeba dhambi. Haleluya. Tenda vyema, toa huyo ambaye ni mbeba dhambi. Kwa kuwa ni mbeba dhambi, ukimtoa Kaini umepata kibali, maana atakubaliwa. Akikubaliwa yeye, umepata wokovu. Haleluya. Hata wewe usipotenda vyema, kama Adamu alitolewa kwa kula kile ambacho Mungu alisema usile. Halo, naongea na mtu mmoja kweli? Sikia, nasema hivi, kama Adamu alitolewa nje ya bustani ya Eden kwa kula ambacho Mungu alizuia, maana nyingine alishindwa kutenda vyema, Kaini akakataliwa na Bwana, akatolewa nje kwa kula au kwa kutoa kama Bwana alivyoelekeza. Kwa maana nyingine akatoa vile ambavyo si Mungu alielekeza, akala kile ambacho Mungu alisema usile. Vivyo hivyo mimi na wewe tukila ambacho Mungu amesema tusile, akisema ni chake, ukweli na uhakika ni huu, tutakataliwa. Ila ili tukubaliwe, tutende vyema. Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya. Tutende vyema. Na wiki hii ndio maana tunaambiwa tunajikita kwenye neno lake, kisha tulenge utume. Biblia imeweka wazi kila kitu wapendwa. Bwana asifiwe. Na Kaini anatoa sadaka kwenye mazao yake. Kaini anatoa sadaka alizofanya kwa mkono wake. Na hata ukisoma ile neno akaleta mazao, linamaanisha kazi ya mikono yake. Maana yake anakanusha mpango ambao Mungu alieleza. Maana Mungu alieleza ya kwamba kwa kadri mnavyotoa mnatangaza sayansi ya wokovu wa msalaba. Haleluya. Yeye akasema sitaki kukubaliana na huo mpango ulioweka wewe. Akasema kwa kuwa siwezi kukubaliana na hilo, moja, nitajiokoa mwenyewe kwa nguvu zangu, kwa matendo yangu. Ndio maana kaleta matoleo ya kazi ya mikono yake. Ameilima ardhi, akavuna kwa mikono yake, kwa nguvu zake akafanya kazi, akaleta matoleo yale ambayo ni kazi ya mikono yake. Anatangaza nitajiokoa kwa matendo yangu. Mungu akapangua. Kwa nini? Hatuokolewi kwa matendo isipokuwa kifo cha Yesu Kristo. Ila Habili alipotangaza ya kwamba mimi nakubaliana na mpango wako, siwezi kujiokoa, mimi ni mwenye dhambi, nakubali kuokolewa kupitia kifo cha Yesu Kristo, mzao anayekuja, nakubali kukubalika kabisa mbele zako, si kwa matendo ya haki yangu, ila kwa kutenda kama vile ulivyoelekeza. Ninaamini ya kama nitaokolewa kupitia ahadi ya mzao ajaye. Ndiyo maana akatenda vyema. Bwana asifiwe. Ngoja niwaeleze marafiki mlioko hapa tunapomalizia. Sayansi ya matoleo. Sayansi ya nini? Sayansi ya nini kanisa? Sayansi ya matoleo inagonga moja kwa moja kwenye msalaba wa Yesu. Narudia. Sayansi ya matoleo
inagonga moja kwa moja hadi Kalvari. Kwa maana nyingine, kwa nini Mungu alikataa sadaka ya Kaini? Anaikataa kwa sababu moja, Kaini ametoa kisicho na uhai. Ametoa kila ambacho ni kazi yake mwenyewe. Amekataa kutoa kulingana na sayansi ya msalaba inayokuja. Kwa maana hiyo anatangaza kwamba Yesu Kristo simkubali, na ametoa ambacho hakijakamilika. Na kwa kuwa hakijakamilika, anatangaza kwamba hata yeye ajaye si mkamilifu. Ndivyo ilivyo hadi leo. Ukitoa sadaka ambayo si kamilifu, unasema naleta zaka, lakini sadaka nitabageni nileta ambayo nitaona mwenyewe sawa tu ninayoleta. Sikiliza nikwambie, unachotangaza unasema hivi ya kwamba Yesu na yeye ametolewa msalabani bila kukamilika. Na Biblia inasema hakuna kufuru mbaya kama hiyo, kwani Yesu alikufa mara moja akiwa hana mawaa, akiwa amekamilika. Ukitoa bila ukamilifu, unatangaza Yesu si mkamilifu. Ukitoa ikiwa ni kamilifu, unatangaza kwamba yeye aliyekufa msalabani ni mkamilifu. Haleluya. Ni mkamilifu. Nami nawatia moyo, kwa kuwa ni hivyo, utende vyema. Tena vyema. Mungu alimpatia nafasi Kaini ili akubaliane na mpango wake, atende vyema, lakini Kaini akakataa. Kaini alijua tofauti kati ya jema na baya, maana alikuwa amefundishwa na wazazi. Na ili ujue kwamba alifundishwa matoleo, maana Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, si ndio? Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Walifundishwa, na ndio maana walikuwa wanakuja kutoa matoleo. Kwa nini? Walipata mafundisho, lakini katika mafundisho, wakati wote wamefundishwa na wazazi bila upendeleo, mmoja akagoma kuamini. Na kwa kuwa aligoma kuamini, si kwamba kufundishwa, alifundishwa. Alipokataa kuamini, akatenda alivyoona yeye mwenyewe. Lakini yule aliyefundishwa akaamini, akatenda sawa sawa na neno la Bwana. Nami nawatia moyo wiki hii, kwa kuwa Mungu anatufundisha tuamini kisha tutende vyema. Semeni amina. Amen. Usipotenda vyema, dhambi iko mlangoni, inakuotea, nayo inakutamani. Lakini neno la wito wa Bwana ni hili: tenda vyema. Bwana asifiwe. Usije kumwabudu Mungu kama unavyotaka, maana ibada si programu ya mwanadamu. Ibada aliyeanzisha ni Mungu. Haleluya. Na kwa kuwa Mungu ndiye aliyeanzisha ibada, wote tunaokuja kumwabudu lazima tumwabudu katika maelekezo aliyoyatoa. Kwenye matoleo tutatoa kama alivyoeleza. Haleluya. Siku ya ibada tutakuja kuabudu kama alivyoeleza. Na kwa yote ambayo amesema tunapokuja katika nyumba yake, tutatenda vyema kama mwenye kanisa alivyoelekeza. Mungu atubariki. Mungu atusaidie tutende vyema. Kutenda vyema ni kufanyaje? Ni kutoa sadaka na zaka kama Bwana alivyoelekeza. Haleluya. Anasema tusipotenda vyema, hasemi kuna rehema. Maana mnasema tuko chini ya rehema, tumeokolewa kwa neema. Mungu anasema hivi, neema haikanyagi utaratibu alioweka. Bwana asifiwe. Neema inatusaidia tushinde dhambi. Haleluya. Na ndio maana anasema ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi ipo. Ila wito wa Bwana ni huu: wote tuliokuja leo na mnaonisikiliza, tutende vyema kwa kutoa matoleo. Tutende vyema kwa kutoa matoleo.
Sasa sikia, kuanzia kesho njoo ili ujue kwa nini walitoa nje ya lango na juu ya madhabahu, ili ujue ya kwamba Mungu ana ajenda ya kutokoa. Haleluya! Maana anajua kwamba watoto wangu Kikuyu kuna mahala wamejizima data, kuna sehemu wamejifanya hawaelewi wakati wanaelewa. Sasa ili waeleweshwe na watende vyema, lazima ije mada ya kusema turudi kuisikiliza Biblia na Biblia pekee yake. Mungu atubariki kwa jina la Yesu, amen. Tusimame. Sasa sikia, leo ninao wito. Yaweza kuwa huko humu ndani kabisa, kwa kweli ukiangalia unajiona